AIC pamoja na makanisa mengine yaliyo kwenye harakati ya kuhamasisha jamii kupitia kanisa CCMP yamezindua rasmi mchakato wa kuleta mabadiliko kwa jamii kupitia kanisa hapa nchini. Hafla hiyo iliyoongozwa na Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Daktari Timothy Ndambuki katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Wakizungumza katika hafla hiyo, viongozi hao wa makanisa wamehimiza makanisa ya mashinani kueneza mchakato huo, wakisema umeleta mwanga kwa makanisa kuanza kujitegemea. Kanisa la ABC kwa ushirikiano na kanisa la Kianglikana, PCEA, Redeemed Gospel, AIC na makanisa mengine yaliyo kwenye harakati ya uhamasishaji wa jamii kupitia kanisa CCMP yameandaa hafla ya uzinduzi wa mchakato wa kuleta mabadiliko kwa jamii kupitia kanisa CCT tawi la Kenya. Hafla hii ikiongozwa na Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Dr. Timothy Ndambuki katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. To partner with others who are like-minded to deal with the issues of poverty, oppression, injustice in churches and the moral decline. And that is why today we are also addressing the issue of food security, the unity that combats ethnic hatred and promotes peace. And that is why we are talking of peaceful coexistence. Even especially here in our country, where during elections we hear of violence from there, here and there, and we are saying as a church, let communities live together in peace so that they can enjoy that love of Christ. And the mission of Christ being accomplished, the church will become an influencer to our nation and beyond. Kwa upande wake, Askofu Mkuu wa kanisa la Kianglikana Daktari Jackson Ole Sapit akitaka makanisa ya maeneo ya mashinani kutumika kueneza mchakato wa CCMP mashinani, akisema umelete mwanga kwa makanisa kuanza kujitegemea. We make every local church a center of transformation where CCMP is driving the agenda and awaken the sleeping local church. How much change will we see in Kenya? We will see a lot, isn't it? Wamebaini kuwa ikiwa jamii na kanisa zitawezeshwa, basi zitakuwa na uwezo wa kukashifu maovu yanayoendelezwa na serikali ikiwemo ufisadi, kwani ikiwa watategemea msaada wa serikali kuendeleza shughuli zao, basi hawatakuwa na uwezo wa kuikosoa. If the church today say no to corruption, it has capacity. Because actually it is the citizens who make our leaders corrupt. They are the ones who demand from them bribes and handouts. If we begin to work with our own hands and say no to them, instead of that handout, we will tell them, build a hospital. Instead of those handouts, we will tell them, build a school. Instead of those handouts, we will tell them, we need drugs in the hospital. Vilevile CCMP wamezindua rasmi mchakato wa mabadiliko ya jamii kupitia kanisa tawi la Kenya. Our vision is a church that responds to the needs of its members and community with the message of hope, reconciliation and restoration. Isaac Musyoka, Undugu TV.